Tuelewe maneno ambayo inapatikana ndani. Ni wimbo wa 159. Tutaimba tu kipindi kimoja na ya kurudilia, halafu tutaishia pale, ambayo inasema eti anakuja upesi. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena, amina na uje. Yuwaja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Kuna kile ambacho nilipendelea katika hii nyimbo, ni kipindi cha kurudilia ambacho kinasema eti kila msafiri yeyote ambaye anaketia hapa, najua ya kwamba yeye ni msafiri ambaye anaingia katika ufalme wa mbinguni. Ajue ya kwamba apenda sipopenda Yesu Kristo atafanya nini? Atarudi. Na atakaporudi kuna vitu viwili ambavyo vitapitikana. Kuna wale ambao kwa kukuja kwake watapata uzima wa milele, na wengine kwa kukuja kwake watakosa nini? Hizo ndizo tabaka mbili ambazo zitakuwepo wakati Yesu atakapokuja. Katika mkutanoni hapa sote tunaketi tukiwa tabaka moja, tukiwa na jina moja ambao tumeitwa na Mwenyezi Mungu, ambao ni watengenezaji. Lakini kwa kukuja kwake mara ya pili, kwa wale ambao walienda wakiweka matendoni yale ambao tulikuwa tukijifunza kila siku katika mlinzi hapa kanisani, matangazo tunaweka katika matendo, wao watakuwa na sehemu yao katika mkutano moja. Na wale wengine ambao watakuwa wameketia hapa, yote yanapitika, wanasikia, wanaporudi nyumbani hawataweka katika matendo, nao watakuwa na sehemu yao. Kwa kukuja kwake ndivyo hiyo tabaka mbili zitafanya nini? Zitadhihirika. Na hatuja wakawisha, tunataka jifunza kwa machache neno ambaye inasema siku ya leo mkisikia sauti yake msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Yaani neno la Mwenyezi Mungu linaposemeka, Mungu anapozungumza nasi, anatuzungumzia neno lake ambaye ameliandikisha katika maandiko matakatifu, yaani Biblia. Tunapolisikia, mahali ambapo nasikia ukuboresha vizuri neno limesomeka, usiendelee kufanya moyo wako kuwa mgumu. Hii neno, kuna wale ambao waliambiwa hii neno, tutalikuta katika maandiko matakatifu, ni kitabu cha Waebrania. Nadhani ni katika kitabu cha Waebrania sura 3 mstari wake ni wa 7. 3:7 Waebrania panaeleza hivi. 3:7 anasema hivyo, kama Roho Mtakatifu anavyosema, leo kama mtasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Neno la Mungu ndilo ambalo limeandikwa. Na kuna watu ambao wamepewa hii bahati kama sisi ambao tumepewa saa kama na hii. Neno hili kabla lisemewe kwetu, na kuna wale ambao walikuwa watangulizi kuambiwa. Hawa watu walipoambiwa walitii kwa Mwenyezi Mungu eti watatenda. Wakamwambia ya kwamba wataweka katika matendo yale ambao Mwenyezi Mungu anataka kwao. Wakaagana naye. Mtabikuta katika kitabu ni cha Kutoka 19:5, ambapo Mwenyezi Mungu aliwachagua kutoka katika kabila zingine. Akapenda hao ndio ambao watangaze habari njema ya wakati ile. Walipopokea hiyo habari njema, wakakubali ya kwamba watatenda. Mungu akaweka ishara, akawatilia ishara na maajabu ambazo watazitembelea. Akawaambia, tangu jua inapowaka mchana, unapotembea, asubuhi inakuja, jua inaingia, inaanzia kaskazini mpaka magharibi, unaiona ikiwaka. Pili, utakapotazama mikononi mwako unaona mistari mikononi mwako mna mistari ambayo ingali inachorewa humo. Tatu, unapojielekeza kwenye baharini unakutana kuko maji napiga huki narudia. Hii taifa langu ambalo nimelichagua
kwa sababu limekubali kutembea pamoja nami, sitaliacha kamwe. Wakakubaliana na Mwenyezi Mungu. Lakini ilipofika mnamo hii sura tu ya Waebrania 3:12, sikilizeni gisi Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa amewachagua, ameweka katika dunia, amewapatia neema ya kuelewa ukweli wa neno lake, lakini wakakataa itembelea. Sikilizeni gisi alivyowaambia. Waebrania 3:12 panasema hivi, angalieni ndugu zangu, asiwe katikati yenu mmoja mwenye moyo mbaya wa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai, lakini mwonyane kila siku ingali inapoitwa leo, ila hata mmoja wenu asifanyike mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. 14, sababu tumekuwa washiriki wa Kristo kama tukishikana nguvu mwanzo wa kukiri kwetu mpaka mwisho. 15, hata hapa inaposemewa leo, kama mkisikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirikisha. 16, maana ni nani waliokasirikisha katika wakati waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa. 17, na ni nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa? Wao maiti zao zilianguka katika jangwa. 18, na ni nani ambao aliwaapia ya kuwa hawataingia katika raha yake ila wale wenye kuasi? 19, basi ila wale wenye kuasi. 19, basi tunaona ya kama hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa sababu ya kutokuamini ilisababisha wasifanye nini? Mahali ambapo walikuwa wanaingia ni katika Kanani ya hapa duniani. Mtabisoma katika kitabu ni cha Kutoka 9:23. Sitasoma mengi, ndawaambia mishairi. Katika kitabu cha Kutoka 9:23, hapo ndipo ambapo Mwenyezi Mungu aliwaelekeza. Mnajua ya kwamba walianza safari toka Misri wakiingia katika Kanani ya duniani, ambapo ilikuwa inawapasa kutembea muda wa siku 14. Nyuma ya siku hizo 14 wanafika katika Kanani ya duniani. Lakini cha kushangaza kwa kweli, walianza vizuri, wakaenda mbele waingie humo, wakatuma wapelelezi 12, wakapeleleza hiyo mji mnamo siku 14. Kwa siku hiyo 14 wapelelezi wakakuja na habari ambao mtaikuta kitabu cha Hesabu 16 mpaka 14:6 mpaka 10. Hapo ndipo ambapo mtavikuta wako naleta hiyo habari. Sitasoma mengi, sipendi niwachelewesha hapa mbele. Walipoleta habari ambao walipata katika hiyo nchi ambao Mungu alikuwa amesema atawapatia, wakakataa sikiliza ile ambao waliwaambia. Watu wawili mu watu 12 wakasema gisi Mungu anavyotaka, eti kwa kweli nchi hiyo tumeifika, tumekutana kwamba ni nchi nzuri, nchi ambayo inajaa asali na maziwa, ni nchi ambayo kuna wanaume ambao ni warefu sana, lakini kwa sababu Mungu ni kwa upande wetu, atatugabizi wanaume kama na wale. Kusanyiko lote la Waisraeli, acha niwaambie kwamba waliposimama wakiingia katika nchi ya ahadi, yani Kanani ya duniani, walikuwa wakiwa 1600, 6,000 hommes sans compter les enfants et les femmes. 1600 bila kuhesabu wa mama na wanini na watoto. Wale wote kwa kusikia hiyo habari, hiyo kusanyiki kasimama eti watupie mawe. Mungu akasirika. Inapofika Mhesabu 14:34, hapo ndipo Mungu akawaambia, siku hizi 14 ambazo hawa wapelelezi 12 wamefanya wakipeleleza hii mji, kwa hiyo nataka wageukia miaka 14 ambao mtaimaliza mkizunguka katika nini? Katika hii jangwa. Walifanya mambo haya yafuatayo. Mtasoma katika hiyo kitabu cha Deuteronomy, yani kumbukumbu la Torati 9:24. Walikataa sikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu. Ya pili, wakaasi kwake. Ya tatu, wakakataa kusadiki yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaambia. Hivyo vitu vitatu vikawasababishia wao kubaki katika jangwa mnamo muda wa miaka 10 ngapi?
40 na wangevuka salama, wangefika siku ngapi? 14. Ndipo wakazunguka hiyo mlima kama vinavyoandikwa nadhani katika kitabu cha Deuteronome toujours, kumbukumbu la Torati, sura yake 2. Sikia jinsi waliporudi nyuma. Deuteronome 2:1 panasema hivi, sura 2 mstari wake ni wa kwanza, panasema hivi: wakati walipokuwa wakaidi wakafanya hivi, kisha tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari nyekundu kama Bwana alivyoniambia. Tukazunguka mlima Seiri siku nyingi. Walikuwa wakizunguka mlima mmoja muda wa siku nyingi. Yaani kuna vitu viwili ambavyo vilikuwa vinadhihirika kwao, ambavyo mtabisoma mu Patriarche Prophète nadhani 625. Pale njoo kwenye kuna andikio 725, ambapo walikuwa na nguzo la wingu na nguzo la moto ambalo lilikuwa linawaongoza. Mchana kuna nguzo la wingu ambalo lilikuwa linawaongoza, usiku wanaongozwa na nguzo la moto. Hiyo nguzo la moto inapotembea, nao wanashika safari, wanaenda wanazunguka, wanafika mahali ambapo walikuwepo. Wenda tulianza hapa BDG, tunaenda tunafika TPD, tunashuka Ndosho, tena tunarudi tunajikuta wapi? Hapa BDG. Tunazunguka hiyo mlima mmoja mnao miaka 10 ngapi? 14, kwa vitu vitatu ambavyo walifanya: kukuwa wakaidi wakati neno la Mwenyezi Mungu liliposemewa, kukataa sikia maneno ambayo Mwenyezi Mungu aliwaambia, tena wanakataa kusadiki. Kutosadiki kwao ikawasababishia kumaliza muda wa miaka 14. Ndipo Mungu alipoona wanafanya muda mrefu, ndipo akawakumbuka, akasema hata kama hawa watu nimewapatia hii ghadhabu, lakini ni taifa langu ambao nimehaidia mababu zangu, kama vile inavyoandikwa mu Deuteronome toujours, kumbukumbu la Torati 1:8, ya kwamba tawakabidhi nchi ambayo ni nchi ya ahadi, yani Kanani ya duniani. Mungu akakubali waingie humo. Wote walipofika kwenye Yordani, na wako napaona ni pale, wanapaona ni sawa vile hapa ngambo, wanakaribia kwenye Yordani, wote waliishia pale. Cha kushangaza, 1600 ambaye ilitoka jangwani, ambaye ilitoka Misri ikielekea katika nchi ya ahadi ambayo ni Kanani ya duniani, yote iliishia katika jangwa pale kubahari, pale kwenye Yordani ndio kwenye waliishia wote. Kukavuka watu wawili ambao ni Yoshua na Kalebo, na watoto ambao walizaliwa wapi? Jangwani. Na sisi ambao mahali ambapo tunaingia ni katika Kanani ya mbinguni. Shida na matatizo ambazo wale waliotuanzia ambao walisikia hii neno nao wakaambiwa, nao walikutana nayo, na sisi ndiyo ambao tutakutana nazo. Mahali ambapo utalala njaa na ndugu yako alilala na amekula, amesaza, amemwanga kwenye gala, njoni imondisi, njoni mkiswahili yalala. Asante. Ameenda mwanga kwenye yalala. Mahali ambapo utagonjesha mwingine hana magonjwa. Mahali ambapo utakutana matatizo tofauti, lakini nani natuambia yule ambaye atasimama imara mpaka kufa kwake? Ni Ufunuo 2:10. Ndipo ambapo inaandikwa hivyo, atakaye simama imara katika matatizo tofauti ambazo atakutana nazo, ndiye ambaye atapata cheti, yani karti, cheti cha njia ya kuingia wapi? Mbinguni. Nimeambia ya kwamba Kanani ambayo tunaingia na sisi ni katika Kanani ya mbinguni. Safari hii ambayo tunaipiga si ya kimwili kama vile Waisraeli walipigana, lakini sisi ni safari ya kiroho ambayo tunapigana, ambapo kila mtu inambidi kulinda zamu yake, kama vile inavyoandikwa humu katika kitabu cha Patriarche. Nadhani nimeiacha pale, mwenyeko pala nipokeze Patriarche Prophète ka kitabu kale. Katika hii kitabu cha Patriarche Prophète ukurasa wake ni 655 655, ambapo panasema hivi, à mesure que le peuple de Dieu approche la fin de temps, kiwango wana wa Mwenyezi Mungu wanakaribia mwisho ama ukingoni, et qu'il arrive sur les cieux de Canaan céleste, na wanafika kwenye malango ya Kanani ya mbinguni, il voit comme autrefois Satan redouble d'efforts pour l'empêcher d'entrer dans la terre promise. Wanaona shetani amezidi maradufu nguvu zake kusudi kila mtu yeyote amkataza asiingie katika dans la terre promise, katika nchi ambayo ni ya ahadi.
Nchi ambayo tumeahidiwa ni nchi ya Kanani ya wapi? Ya mbinguni. Wakati shetani katika hii tragedie de siècle njo kwenye mtakutana eti 6000 miaka 6000 inaisha tukepigana hii vita. Shetani anajua ya kwamba wakati yake imekwisha. Anapoona dalili kama vile inavyoandikwa na mtabisema mnamo kitabu ya hii tragedie de siècle toujours, inapoandikwa eti Yesu Kristo wakati atakaribia kuja, ni Témoignage volume 3. Témoignage volume 3 nadhani ukurasa wake ni Madesa Kombie, sikumbuke vizuri. Hapo ndipo wanasema wakati mtaona succession ya hizi masinye zenyewe zinaenda zikipitikana, tremblement de la terre, mafuriko, moto kunani, yote hiyo yote mnapoiona mkwe na kwamba ni Yesu ambaye anapiga hodi eti na karibia kufanya nini? Kukuja. Yote yamekwisha kupitikana. Watu wa Goma si watu ambao tunaweza fundishwa tena yale. Ndipo shetani yeye kwa sababu ni mtaalamu, alijifunza Biblia, eti anakeetia wakati siku ya Sabati na karibia kufika, naye ilipra note, ndio vile wanaandika, naye anaandika. Wakati wana wa Mungu wanaikala wako najifunza fundisho ambayo Mungu huenda ambaye itasaidia watoto wake kesho siku ya Sabato, naye anakamata kalama naandika ya kwamba mahali ambapo anaandika kusudi hii siku ikifika apotoshe kila mtu, lengo lake lisifikiwe. Yani lengo letu lisifikie la kuingia mbinguni. Siku hiyo neno inapita bila wewe kulisikia, unarudi ukiwaza la mwingine. Tulisikia fulani gisi walimwambia, tunasikia fulani gisi vilikuwa, inabakia hivyo tu. Tunabakia hivyo. Lakini yeye anajua ya kwamba muda wake ni mfupi, amezidi maradufu nguvu zake. Wenda tulikamate kama vile wale ambao wanatembeza pikipiki. Wenda litembea na vitesi 2. Anapofika fasta na double inakuwa 4. Anaona ya kwamba nataka panda mlima na tia muine kusudi akimbie haraka. Na shetani njoo vile amefanya. Ameona ya kwamba Yesu anakaribia kuja. Karibuni atakapofika, kama vile aliyetutangulia alitufunza, itakaposemeka eti imekwisha, hakutakuwa tena kutubu kwetu. Tutakuwa tumepewa muda, na tunajua ya kwamba tuko katika muda yani temps de grâce, muda wa rehema, wa neema ambao tumepewa. Siku ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa kuhubiri ulimwengu zimekwisha wisha. Sababu ile 2300 jours ambayo tumesoma katika kitabu cha Danieli 14:8 8:14 tumekutana kwamba zilisha mnamo mwaka 1844 wakati Yesu Kristo aliingia mahali patakatifu mno. Alipoingia humo ndipo alianza kazi ya upatanisho. Yaani majina zimoja zinakubaliwa, mengine zinakataliwa. Kwa sasa tunamaliza muda wa zaidi miaka 170 na tukiwa katika grace, katika neema. Hatujue kama atasema nakuja siku gani. Lakini ndipo kuliko tujiandae, tunaendelea kuwa wakaidi, ndipo tunaendelea tukerudi nyumba. Lakini yeye anasema hivi, pour l'empêcher d'entrer dans la terre promise, anafanya iwezekanavyo kusudi awazuize wasiingie katika nchi ya ahadi. Chacun peut s'attendre à trouver ses pièges sous ses pas. Kila mtu, awe baba, awe mama, awe mtoto, aikale na najua ya kwamba kuna mtego ambao shetani ameandaa kwa ajili yake. Wenda mtego yangu haitakuwa ya Muhire, mtego ya Muhire haitakuwa ya Papa Jedeo, mtego ya Papa Jedeo haitakuwa ya mama fulani. Lakini kila mtu ambaye anajua ya kwamba nani aingia katika nchi ya ahadi ambayo ni mbinguni ambayo tunaingia, aikale anajua ya kwamba shetani kuna mitego nyingi ambazo ameandaa, na amesema ya kwamba hiyo mitego ambayo tutaitega sana ni wakati watakao wanakaribia mwisho. Chile nasema hivi, l'ennemi étale ses tentations, ses pieds sous ses pas. Ce ne sont pas les ignorants ou les âmes incultes, ce ne sont pas les ignorants ou les âmes incultes seulement qui ont besoin d'être sur leur garde. L'ennemi étale ses tentations jusque devant ceux qui occupent les plus hautes fonctions dans l'église. Eti si wale ambao wajue zaidi, ambao wanaombwa kusudi wajichunguze vizuri ama watembee vizuri, hapana, bali muovu ambaye ni shetani, eti anaenda kitega mitego mpaka kiwango ya wale ambao wanachukua nafasi ya kwanza katika kanisa. Haofie mzee wa kanisa, haofie eti wewe ni mjumbe fulani, eti nimeingia katika nchi fulani, nimetubisha watu ngapi, nimeingia katika nchi ngapi. Haofie eti wewe ni shemasi,
haufie eti wewe ni muimbaji. Yani anasema hivi, hapa chini anasema hivi, l'ennemi étale ses tentations jusque devant ceux qui occupent les plus hautes fonctions dans l'église. Paka anatega mitego kufika kiwango ya wale ambao wanachukua nafasi ya kwanza katika nini? Katika kanisa. Yani haofie mtu. Tena anasema hivi, dans l'église, car il sait que tu peux les amener à lui vendre les rames. Et les rames, il pourra les employer pour en perdre un grand nombre. Sababu anajua ya kwamba wale ambao wanachukua nafasi ya kwanza katika kanisa, mjumbe, mtume ambaye anaingia kazini, shemasi, mzee wa kanisa, wale wote anajua ya kwamba akeweza kuwachukua mioyo zao, wanamuuzisha mioyo zao. Yani wale waongozi wanauzisha nafsi ama mioyo zao kwa shetani, atazitumia kwa kufaidika idadi ya watu wengi. Lakini tunapoambia hivi, tunaendelea kubaki katika ile ambayo tunaita hatujali. Ni siku ya Sabato tutakuya tu, tutajifunza, tutarudi, itaisha. Siku ya milinzi tutaingia, itaisha. Lakini tunaendelea bakia vile. Lakini siku kwa siku, kama vinavyoandikwa, siku ya jana iliisha, ya leo inakuja, tunaendelea kujifunza. Lakini wamoja hawatabadilika, wengine wanaendelea kuwa wakaidi zaidi, wengine wanaendelea kuwa wazuri zaidi. Ndipo na mbinguni itasemeka imekwisha. Lakini acheni waambie, kuna wakati ambapo unawezi kuwa wewe ungali hai, lakini mbingu na imekwisha kuandika kwamba umekwisha kukufa. Un mort vivant. Sur la terre tunakujua ya kwamba wewe ni mtu mzima. Tunakuita na tunakuchagulia uongozi wa kanisa. Tunakuchagulia kwa mjumbe, unaingia kazini. Tunakuchagulia kwa shemasi, lakini mbingu na imekwisha kuandikia kwamba umekwisha kukufa. Jina lako wamekwisha kuifika hako. Wamekwisha kuingia kesi yako. Wamekutana, umekwisha kuwa mkaidi, haupendi kubadilika. Bali unaendelea tu kuikala kwa na David iko vile, fulani iko vile, lakini wewe ile ambayo inakuhusu ufanye nini? Hautaichunguza. Njoo vile shetani anafanya paka kwetu sisi ambao tunataka ingia katika ufalme wa mbinguni. Eti anafanya uwezekanavyo hata ukataza kuingia katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Utabakia. Utajifunza pamoja na wengine. Lakini tabaka hizi mbili ndipo zitaonekana Yesu Kristo atakaporudi. Kama vile mwalimu alipoanza alituambia eti tuwa kwenye baragumu ya 7, hakuna ya 8. Na ya 7 imekwisha kuanza zamani. Na tuko kwenye yani muhuri wa 6, ambapo wa 7 itakuja Yesu Kristo na anakuja katika dunia. Yani imeandikwa humu eti, acheni ni harakisha, katika kitabu cha Le Troisième Eli, eti Elia wa 3, ambapo ni ukurasa wake 33. Wamesema hivi eti la 7e trompette, eti baragumu ya 7 commence en 1840. Imeanza mnamo mwaka 1814. Mwaka huu ni mwaka ambao Philadelphia ilikuwa imeanza kazi na ilikuwa imekaribia kuisha. Yani mnajua ya kwamba wale ambao wanajifunza unabii, Philadelphia ilianza mnamo mwaka 1755. Ikamalizika mnamo mwaka 1844. Ndipo Laodikia ikafanya nini? Ikaingia, yani hukumu. Laodikia ikaanza mnamo mwaka 1844 mpaka leo. Tungali katika hukumu katika Laodikia. Sasa wametuambia eti hii baragumu ya 7 ambapo hakuna ya 8. Hii baragumu ya 7 itakomeshwa wakati Yesu Kristo atakaporudi. Na yale mambo ambayo yatatendeka ndani mtasoma katika kitabu cha Ufunuo 11:15, ambapo wanasema commence en 1840 et prendra fin au retour de Jésus. Paka Yesu Kristo kurudi ndipo hii baragumu itafanya nini? Itaisha. Katika hii baragumu sikia ile ambayo itatendeka ndani. Elle englobe le message de 3 anges. Kwa hii kuna utangazaji wa ujumbe wa malaika watatu ndio ambao itahubiriwa. Yani kuna watu wengine ambao wamekwisha kuwa na ujumbe mwingine. Wanapokuja wanatangaza ujumbe ambao ni kinyume na ujumbe ambao tumeahidiwa. Lakini imetabiriwa gisi tu watakuwa hivyo. Eti ujumbe ambao tutatangaza ni ujumbe wa malaika watatu. Lakini hapa kuna wale ambao watakuja nao kutangaza ujumbe ambayo si ile ambao wamepewa, kama vile inavyoandikwa hapa mnamo kitabu cha Tragédie des siècles kurasa wake 858, ambapo anasema hivi: à l'approche de l'orage, wakati tutakuwa tunakaribia mwisho, yani umugaru mkinyarwanda, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du 3e ange. Idadi ya watu wengi
ambao tutakuwa tulisaidiana kwa kutangaza hii ujumbe wa malaika watatu, et qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité. Lakini hii ukweli wa malaika watatu haikuwatakasa kwa unyenyekevu. L'obéissance à la vérité changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Ndipo watageuza mkataba waingie katika upande ile ambayo ilikuwa inatupiganisha. Nadhani si vitu tena ambavyo tunawezi kuwakumbusha sisi na nyie. Vilipitikana hapa mbele zetu. Lakini wengine waendelea kufanya. Kuna wale ambao wako ndani wanajua kweli. Wamejua kwamba wamekwisha kuanguka, kweli wanajua. Lakini hawapende waondoke mule kwa ajili ya vitu vitatu ambavyo shetani ndivyo ambavyo vilimtosha mbinguni. Ya kwanza ni cheo. Eti mimi ninaposema neno tena nyuma vinakuwa hivi, itaonekana kama vile. Lakini lisemeka hivi, wanasema hivi: des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis de la vérité, mais se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes. Wanasema hivi, wanaume ambao wana uwezo tena wanaosema neno nasikilika, qui s'étaient réjouis de la vérité, ambao walikuwa wameingia kiunaga katika ukweli, se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes. Ndipo watatumikisha talanto yao ambao wamepewa kusudi wageuze mioyo ya watu wengi. Na idadi ya watu wengi imekwisha kubadilika. Wamekwisha kutoka katika hii ujumbe ambao tumeambia ambao itahubiriwa katika baragumu ya ngapi? Ya 7. Yaani ujumbe wa malaika watatu. Wanasema hivi: troisième ange, la valeur des 10 commandements de Dieu. Ndipo watatangaza yani amri 18 za Mwenyezi Mungu. Mahali ambapo amri za Mwenyezi Mungu zitakuwa zimekosa uthamani, watengenezaji wataongeza tena wazinue, watakapozinua watu wote wazijue. Lakini kinachoshangaza hata kwetu sisi, amri za Mwenyezi Mungu tunazijua kama vile text, kama vile recitation. Kuprimere njoo kwenye tunarecitaka vitu, unaingia mbele, mwalimu anaingia mbele na yeye wenyewe anafundisha. Lakini sisi kwa sababu hatuyaelewa vizuri vile ambavyo tunafundishwa kuprimere, tunarecite na tunabana, lakini hatutajua wenyewe tulifanya nini. Tulibana. Unaona mtu anaenda mbele, les chemins n'enfant au bout d'une horite, trouva tout à coup des chemins. Lura son anaibloquer kuprimere. Lakini hata jua ni nini yenyewe iko nafanya nini. Iko na siku ya français recitation, anapata 10 sur 10. Unapomwambia tuelezee ni nini, hatafanya nini. Lakini kuirepeti na kwa njoo vile na watengenezaji wale tumekwisha kukua. Tumekwisha kukua na amri za Mwenyezi Mungu kinywani, lakini kuzoea katika matendo imekwisha kuwa nini? Imekwisha kuwa mbali kwetu. Wenda tuingie katika amri ya 4 ambayo itakuwa alama tosha kwa watoto wa Mwenyezi Mungu, ambayo inatuambia eti kumbuka siku ya Sabato na ufanye nini? Na uitakase. Fanyeni kazi yako kwa siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Inapofika wende natukuta na tuko kila mtu katika miradi yake. Inakutana kila mtu angali katika shughuli zake. Inakuja eti siku ya maandalio saa zinakimbiaka. Inaenda anza, wanaanza Sabato nao wanapofika pale wameacha nyumbani wako napiga. Wengine hawajajua watavaa nini. Njoo vile naandikiwa humu sitasoma, ni kitabu cha Conseil à l'Église 560. Njoo kwenye mtavisoma humu Conseil à l'Église 560. Njoo vile naandikiwa watakuwa katika hizo shughuli. Lakini siku ya Sabato inafika sote tuko hapa. Tumevaa vizuri, lakini mbinguni wameandika hakuna wenda watu wapata hapa 200 ambao wenda tunaikala hapa nikikadirisha. Mmoja njoo mwenye alianza Sabato kwa kweli. Jamoni ya kwamba ni kitu cha kuhuzunisha. Lakini amri za Mungu naposimamisha na mtoto mdogo mtengenezaji, atasimama mbele zirecite. Lakini kuweka katika matendo imekuwa haba. Kama vinavyoandikwa mu événement de dernier jour, 805e paragraphe, panasema mwenye kona nisaidie nayo événement. Munisaidie nayo, nadhani tunakaribia mwisho. Ngoja nisome humu katika hii telefone kwa sababu hamuna. Ni événement de dernier jour, page yake ya 166, 805e paragraphe, panasema hivi: aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Wanasema hivi eti kiwango ya kwamba wana wa Mwenyezi Mungu watatiliwa alama
usoni. Marke 600 francs usoni. Haiko alama ambayo watakuwa eti watie kama vile ni kashe yenye watatia humu. Mutake unaenda one eti imeandikwa usoni mwa Davide, imeandikwa usoni mwa Muhire. Hapana. Bali wanasema hivi eti hiyo alama mais d'une pratique quotidienne de la vérité. Lakini ni mazoezi ya kila siku ya ukweli ambayo tunashinda ndani. Siku ya kwanza ya juma mpaka siku ya Sabati nakuja, siku ya kwanza nyingine nakuja. Hiyo mazoezi ya ukweli ambayo unashinda ndani, unajiekarte na mabaya. Wakati unaanguka ndani, unakuwa mwepesi kwa kuomba msamaha. Wakati unaanguka ndani, hautafanya moyo wako kuwa mgumu, unakuwa mwepesi kwa kusikiliza. Ndipo wanasema hiyo ndiyo alama d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel. Itaandikwa katika akilini mwetu na katika maisha yetu ya Ukristo itatendekwa, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Kiwango ya kwamba huwezi ukaiachanishe. Le sceau de Dieu vivant est placé sur ceux qui gardent consciencieusement le sabbat du Seigneur. Ndipo anasema eti alama ya Mwenyezi Mungu inatiliwa kwa wale ambao wanashika kwa kweli sabato. Ceux qui veulent porter le son de Dieu sur leur front doivent garder le sabbat du 4e commandement. Wale ambao wanapenda wapokee alama ya Mwenyezi Mungu usoni mwao, inawapasa kushika amri ya ngapi? Ya 4. Tunaitia katika matendo, hapana kuiresite kama vile ni kusema tu, lakini atuweka katika matendo. Tino anatuambia hivi, le message de 3 anges, la valeur des 10 commandements de Dieu, les décrets religieux et un grand réveil du peuple de Dieu, les calamités qui surgissent dans ce dernier jour. Yani uasi ambaye inadhirika katika hii mwishoni, katika hizi siku za mwisho. Yani uasi tunaiona hapa na pale. Yote inapofika, tunapoiona na kuja, tujue ya kwamba ni ile ambaye imetabiriwa mnamo baragumu ya 7 na hakuna ya 8. Yani pale wanatuambia sana piga audio eti nakuja. Ile ambaye ni mtoto wangu abadilike, ageuke, atoe njia kuingia katika ufalme wa mbingu. Chini anasema elle parle aussi de l'irritation des nations. Inazungumzia na ukasirika. Kwa nini? Kwa mataifa. Taifa zimekwisha kukasirika. Wanapigana hapa na pale. Wanaketi eti tufanye baraza. Hakuna. Sababu hakuna amani katika hii dunia. Kama vile inavyoandikwa ilitabiriwa. Hakutakuwa amani. Watakuwa na keteti amani patikana, lakini haitawezekana kama vile nimetabiriwa. Kwa baragumu ya 7 mutakuwa ndani mataifa ukasirikiana. L'irritation des nations et les 7 fléaux. Ndimo na pigo 7 zitapigwa, la récompense de ce et le retour de Jésus. Ndimo mutakuwa kuzawadiwa kwa waumini na kurudi kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kabla Yesu Kristo hajakuja, sote tunyenyekee mbele zake. Mahali ambapo tumeasi, tumurudilia, tusamee. Sote tuombeane hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.